Mtazamaji wa Tumezinasa TV, ni wakati mwingine ambapo tunakutana hapa kujadili yale ambayo yanahusiana na kimichezo, na leo hii nikiwa na taarifa kemkem, lakini kubwa zaidi ni kuhusiana na ujio wa Alan Okello ambaye ni kiungo mshambuliaji kutoka klabu ya Vipers pale nchini Uganda. Rasmi leo wananchi wamemtambulisha kiungo mshambuliaji Alan Okello akitokea katika klabu ya Vipers huko nchini Uganda. Alan Okello ana umri wa miaka 25 na tayari amekwisha hatua katika jiji la Dar es Salaam kwa ajili ya kujiunga na miamba ya soka hapa Tanzania kutoka viunga vya Kariakoo, ambao si wengine ni Young Africans. Wao moja kwa moja engineer ameingilia dili kati la Alan Okello, moja kwa moja amefunga safari mpaka pale nchini Uganda. Amekutana na wamiliki wa Alan Okello, wamezungumza, wamefikia makubaliano na tayari Alan Okello amekwisha tambulishwa katika klabu ya Young Africans, ambapo atatumikia klabu ya Young Africans kwa mkataba wa miaka 2.5. Alan Okello akitokea klabu ya Vipers nchini Uganda. Na hii kumbukwe, Alan Okello alikuwa akitajwa sana kutua pale katika mitaa ya Msimbazi, ambapo alikuwa ni kama wimbo. Ukiangalia msimu wa 2024-25 ambapo kikosi hicho kilikuwa kikinolewa na kocha Fadlu Davis ambaye pale baadaye aliondoka, alikuwa akitaja sana Alan Okello kama ndo mchezaji X Factor ambaye kocha Fadlu alimzungumza kwamba anamhitaji. Lakini mambo ya maenda, mambo yamerudi, ikaonekana maneno ni mengi kuliko vitendo, lakini engineer Hersi Said, rais wa Yanga, yeye siku zote huwa anafanya kwa vitendo, na tayari Alan Okello ameshamwagika wino kwa mkataba wa miaka 2.5. Kwa hiyo mpaka ninavyozungumza hivi sasa, Alan Okello, kiungo mshambuliaji kutoka nchini Uganda mwenye umri wa miaka 25, rasmi ni mali ya wananchi. Na hapa amna kingine cha kusema kwamba wananchi wanazidi kuonyesha ukubwa wao. Wananchi wanazidi kuonyesha mabavu yao, hasa katika soka la Afrika, namna ambavyo wanaweza kufanya mambo makubwa. Na ukiangalia klabu ya Yanga yenyewe, wanachokifanya tu ni kuboresha katika maeneo ambayo yanakuwa na uhitaji. Wao wabomoi sana, wanaboresha tu pale ambapo kuna uhitaji ili kuhakikisha wanaendelea kulishika soka la Tanzania, lakini pia kuendelea kuweka mizizi katika klabu bingwa barani Afrika. Na ikumbukwe Yanga wao kwenye michuano ya klabu bingwa barani Afrika wana pointi zao 4, ambapo pia wakipambana wana uhakika wa moja kwa moja wanaweza kufuzu hatua ya robo finali, tofauti na wapinzani wao Simba ambao kwa sasa wana hali ngumu. Wao mchezaji akitajwa kwamba wanamhitaji, kwamba dili wanamhitaji, mwisho wa siku mambo yanakuwa magumu na hawakamilishi hilo dili. Pengine unaweza ukajiuliza kwamba Simba wanakwama wapi? Wana jicho zuri la kuona wachezaji wazuri, lakini mwisho wa siku wanashindwa kupata saini za wachezaji au wazuri ambao wanaweza kuwasaidia uko mbeleni na kuweza kufikia malengo namna ambavyo wanatamani na vitu kama hivyo. Na ni majina mengi ambayo yanatajwa na vitu kama hivyo, lakini Simba imekuwa ngumu kuzinasa hizi saini, tofauti na Yanga akitajwa mchezaji wanampata. Tuliona adili la Musa Barakonte walimtaka Simba, lakini wakachelewa, engineer akaingilia dili kati, akamfuata moja kwa moja, akamchukua Musa Barakonte, na sasa hivi anakitumikia
klabu ya Yanga, na Simba baadaye wakasema hatukumhitaji huyo, sisi tulimhitaji Alassane Kante. Kwa hiyo wakasema tulipindisha maneno, lakini ukweli ni kwamba Musa Baro Kante alihitajika na kocha Fadlu, lakini baada ya mambo kuwa magumu ndo wakampata Alassane Kante. Tumeona pia mara kadhaa wakifanya attempt ya kumhitaji ya kuinasa saini ya Alan Okello, lakini mwisho wa siku imekuwa vigumu, na leo Alan Okello tayari kashamwagika wino kwenye klabu ya Yanga Africa. Wananchi hapa wanaweza kujipiga kifua na kusema kwamba wameramba dume, kwa sababu Alan Okello ni mtu kweli kweli. Ukiangalia msimu uliopita akiwa na klabu yake ya Vipers huko nchini Uganda, yeye ndo alikuwa kinara wa mfungaji wa mabao, ambapo Alan Okello alifunga magoli 14 kwenye michezo 20 iliyochezwa. Na kumbuka ni kiungo mshambuliaji, sio namba 9 kwamba yeye ndo wakupachika magoli. Yeye ni kiungo mshambuliaji kama walivyo viungo wengine hapa ligi kuu. Unaweza ukaangalia ni kitu gani ambacho wameenda kukiongeza wananchi mara baada ya kumpata Alan Okello. Alan Okello huyu ni fundi kweli kweli. Kwanza ni fundi wa kutengeneza nafasi za ufungaji, lakini pia ni fundi wa kupachika magoli kweli kweli. Yanga wao wanasema wapo kazini na wanahitaji kuimarisha kikosi, na ikumbukwe ni kwamba baada ya goalkeeper wao Djigui Diarra kuonyesha kiwango bora katika michuano ya AFCON akiwa na timu yake ya taifa ya Mali, vilabu vingi barani Afrika vimeanza kumtolea macho na ofa nyingine nyingi, lakini za chini inasemekana kwamba Yanga hawapo tayari kumwachia Djigui Diarra kwa wakati huu. Bado wana kazi naye na wanahitaji kikosi chao kizidi kuwa bora kabisa. Hayo machache ni kuhusiana na Alan Okello ambaye ametua katika kikosi cha Yanga Africa, lakini nimekudokeza na hii ya Djigui Diarra. Yote ni kuonyesha kwamba Yanga wao wanahitaji kuimarisha zaidi na mambo kwenda vyema kabisa. Na kingine umeona hapo maarufu Chake tayari amekwisha jiunga na Yanga, ni usajili wa dirisha dogo ambao wanazidi kuimarisha kikosi chao. Lakini pia Damaro naye tayari amekwisha jiunga na kikosi cha wananchi akija kuongeza nguvu. Inaonekana ni namna gani ambavyo wananchi wanahitaji kuhakikisha wanakuwa bora zaidi na kuendelea kutawala ligi yetu ya Tanzania na kuchukua vikombe vingi hasa dhidi ya mpinzani wake. Lakini pia na sasa wamemuongeza Alan Okello kutoka Vipers ya Uganda, na mshambuliaji mwingine anatajwa kutua katika kikosi cha Yanga Africa, ambapo wapo katika hatua za mwisho. Kwa hiyo ninavyosema, kuanzia wakati huu muda wowote anaweza kutambulishwa huyo mshambuliaji fundi kweli kweli, ambaye tayari inasemekana kila kitu kimekwisha enda sawa kabisa kwa ajili ya kujiunga na timu ya wananchi, na inasemekana Depu ataingia muda wowote nchini kumalizana na wananchi kuanzia sasa. Na kuna mambo yalikuwa yamemkwamisha, lakini kila kitu kimekwisha kaa sawa na mambo yanaenda vyema kabisa. Tutegemee nini kwenye kikosi cha wananchi hasa kuelekea michuano ya klabu bingwa ambayo inaendelea Januari hii mara baada ya AFCON kutamatika? Lakini tutarajie nini kwenye kikosi cha wananchi hasa katika maingizo makubwa ambayo wanayaingiza kuelekea michuano ya ndani, hasa nikimaanisha ligi yetu ya NBC Premier League, ambapo na wao wanazidi kuishika kweli kweli. Na ndondoshia comment yako hapo, Simba wanakwama wapi? Wanaona wachezaji wazuri lakini mwisho wa siku wanashindwa kuwachukua na watani zao wanawachukua na wanakuwa wachezaji tishio kweli kweli. Nini unakiona kinaikwamisha Simba? Lakini
Unadhani Yanga wanafanikiwa wapi mpaka wanazinasa saini za wachezaji wazuri na wakubwa ambao wanawahitaji? Nidondoshe comment yako hapo chini. Langu jina ni Mr. Updater Robbie Brighton. Bado niko na wewe, endelea kufuatilia Tumezinasa TV kwa taarifa kemkem na za usajili.